Mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini kabla ya taarifa hizi, na kuomba ikiwa wewe ni bugeni unatazama kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV, mtandao ambao unatoa siri zote haswa kwa siasa ambazo zinaendelea katika taifa letu la Tanzania, na usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa habari ambazo zimetufikia katika chumba chetu cha matangazo hapa Mbeya ni za kushangaza bakubwa. Sasa kuna habari mbaya kuhusu kiongozi wa chama cha mrengo wa upinzani Chadema ambaye anaitwa Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga. Habari hizo zimeweza kuachiliwa na kutetemesha taifa letu la Tanzania. Sasa Tundu Lissu ameonekana kusalimu amri akiwa gerezani Ukonga. Amesalimu amri kivipi? Kwa kusema ukweli halisi wa mambo, amesalimu amri haswa kwa yale anayoyapitia akiwa gerezani Ukonga, mateso ya hali ya juu, mateso ambayo ni ya kutosha, na kuomba Watanzania wote waweze kumwombea kwa sababu rais wa sasa Samia Suluhu Hassan na serikali yake imemkalia ngumu licha ya kuhitaji matibabu zaidi. Vile unavyotazama hapo, chapisho la Chadema in blood wameweza kusema kwenye maombi ya usiku wa leo, muombe Tundu Lissu. Anateswa na muuaji Samia kwa sababu ya misimamo yake ya kuipigania Tanganyika. Yaani Tundu Lissu penye imefika ameona enough is enough, imetosha. Kwa sababu serikali ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kumsumbua, serikali ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kumtesa akiwa gerezani, na sasa amesalimu amri kwa mateso hayo na kuomba penye imefika kwa Tanzania sisi tuzidi kumweka katika mikono ya Maulana ili akaweze kutoka kwa mateso hayo. Ikumbukwe kwamba Tundu Lissu hali yake ya kiafya sio nzuri sana, kwa sababu aliwahi fyatuliwa risasi 16 na mwili wake unahitaji kushughulikiwa kimatibabu kila wakati, na sasa hivi amefungiwa gerezani Ukonga kwa zaidi ya miezi 9, na vile angeenda kliniki ama kuangaliliwa kwa mwili wake haiwezekani kwa sababu yuko kizuizini. Sasa anapitia mengi na huenda hata anakosa kupokezwa matibabu yale ambayo anastahili kama binadamu, kwa sababu risasi 16 ziliwahi kuingia kwa mwili wake wakati jaribio la kumuua liliweza kupitishwa, lakini Mungu akamwokoa. Na sasa mateso ambayo anayoyapitia ni mengi akiwa gerezani, kama hayo ya kupokezwa matibabu. Mateso mengine watu hawaruhusiwi kumuona, hata yule ambaye anaruhusiwa, iwe ni wakili wake, wakifika pale askari wale ambao wanatoa ulinzi gerezani hawasongi, lazima wasikize ni kipi mnazungumza na Tundu Lissu. Hamuna kikao chochote mnaweza kufanya na Tundu Lissu cha faragha pasipokuwa na askari wa jela. Kumaanisha mateso ni mengi ambayo anayoyapitia. Kuna wanasiasa ambao wamejaribu mbinu zote kufika gerezani, haiwezekani kwa sababu wanazuiliwa, kwa sababu serikali ya Samia Suluhu Hassan ilifika mahali ikasema ya kwamba wale ambao wanaruhusiwa ni wale ambao ni wa familia, ambao ni wa damu. Na sasa ni mengi ambayo yanaendelea nchini Tanzania sasa hivi. Tundu Lissu anapitia mengi kwa sababu hata hajafikishwa mahakamani kwa zaidi ya siku kadhaa, zaidi ya 130 sasa.
kumaanisha hamuna ushahidi wa kutosha wa kumshtaki na kuamua kesi ambayo aliweza kushitakiwa, kwa sababu serikali iliamua kumwekea kesi ya uhaini ili asije akawania kiti cha urais. Huenda Samia Suluhu Hassan aliona Tundu Lissu akiwania kiti cha urais huenda atamshinda, akaunda wakati aliona Tundu Lissu anasema ya kwamba no reforms no elections, akamtia mbaroni, akampeleka kwa jela, akamzuia kuwania kiti cha urais. Ndio maana Rais Samia Suluhu Hassan akajichagua yeye mwenyewe tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana wa 2025. Sasa penye imefika, Tundu Lissu yeye anapigania Watanzania sisi, na anasema anataka demokrasia iweze kukita mizizi haswa katika siasa za Tanzania na uwazi ukaweze kuonekana, uwajibikaji. Najua haya ndio yaliweza kusababisha maandamano yakatanda nchini Tanzania, hata Mbeya, wakati ama eneo hili ambalo tunabeberusha matangazo kutoka, kulikuwa na maandamano kwa sababu yule kiongozi ambaye alihitajika kupigiwa kura hakuwa kwa debe. Na watu wengi waliweza kuangamia, watu wengi wakafiatuliwa risasi, wakaaga dunia, wengine hatujui walienda wapi, kwa sababu kuna baadhi ya familia ambazo zinaendelea kutafuta miili ya wenzao, haijulikani ilipo, licha ya kusemekana ya kwamba waliweza kuuliwa. Lakini CNN ikasema ya kwamba kuna vile makaburi ya halaiki ya pamoja, watu waliweza kuzikwa kama njia moja ya kuzuia ushahidi, kwa sababu kuna kesi ambayo imefunguliwa kule ICC kumshitaki Samia Suluhu Hassan, na kuna ingine imefikishwa katika mahakama ya Afrika Mashariki Arusha ya kumshitaki ama kuishitaki serikali ya Samia Suluhu Hassan ili uchaguzi ukaweze kurudiwa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo ni mengi ambayo yanaendelea sasa hivi, na sisi wa Tanzania tumeombwa tuzidi kumwombea Tundu Lissu wakati anaendelea kupitia mengi akiwa gerezani sasa hivi kule Ukonga. Na hata msaidizi wake ambaye ni John Heche aliwahi sema ya kwamba hata wamtese kivipi hawezi kukubali Samia na serikali yake kufanya vile inataka kufanya, kwa sababu kuna wakati waliweza kumwambia ya kwamba waweze kumutorosha katika taifa la Tanzania wampeleke taifa lingine, na Tundu Lissu akasusia, akakataa, akasema haiwezekani, kwa sababu yeye aliweza kuzaliwa kama Mtanzania, na hapo ndipo atakufia akiendelea kutetea haki za sisi wa Tanzania na demokrasia. Na Tundu Lissu ni moja wa viongozi wale ambao wamekuwa wakisisitiza kwamba imefika wakati tunastahili kuwa na katiba mpya, tunastahili kuwa na tume mpya ya uchaguzi. Ndio haya yote ndio yamesababisha serikali kumwandama hapa na pale, kwa sababu ni mwerefu, aliweza kurefusha wengine kuhusiana kutafuta haki hapa Tanzania. Naomba nitamatishie hapo, tutazidi kuleta siri wakati tunazipata katika meza yetu ya utangazaji. Lakini kabla nitoke mitamboni, chukua sekunde moja kama unatutazama kwa mara ya kwanza, ama bado kama hauja subscribe, chukua sekunde moja ama mbili tu, uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana.